Tamko la Waislamu wa mkoa wa Arusha kufuatia tafakuri ya Baraza la Maaskofu TEC kuhusu vurugu zilizotokea nchini tarehe 29 Oktoba, likihitimishwa na dua na sadaka kumwomba Allah. Ndugu mashekhe, maimamu na viongozi wa Kiislamu, ndugu wananchi, ndugu waandishi wa habari. Tangulizi. Sisi Waislamu wananchi wazalendo wa Tanzania tumekusanyika hapa kuelezea hisia zetu dhidi ya wale wasioitakia mema nchi yetu, ikiwa ni mwendelezo wa matamko ya viongozi wa taasisi mbalimbali za Kiislamu nchini. Tanzania inapitia kipindi cha majaribu makubwa kama taifa, majaribu ambayo kiasi kikubwa yametusaidia kuwajua wema na wabaya, marafiki na maadui, na wale wanaotutakia mema, iwe ndani ya nchi ama nje. Tarehe 29 Oktoba mwaka huu ilikuwa siku ya uchaguzi mkuu Tanzania, tukio muhimu kwa taifa ambalo tumezoea kulipitia kila baada ya miaka mitano. Kuanzia mwaka 1995, uchaguzi huu umekuwa ukijumuisha vyama vingi vya siasa vyenye usajili rasmi. Lakini mwaka huu tumeshuhudia vurugu zilizosababisha watu kupoteza maisha yao, wengine kujeruhiwa, na hata kupelekea uharibifu mkubwa wa mali za watu binafsi na zile za umma, ikiwemo kuchomwa kwa vituo vya mafuta, ofisi za serikali, biashara za wananchi, na hatari zaidi, kuvamiwa kwa vituo vya polisi na baadhi yake kuchomwa moto. Awali ya yote, tunaunga mkono matamko yaliyotolewa na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, kadhalika tamko la Umoja wa Wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania Hayatul Ulama. Matamko yao kabla na baada ya uchaguzi, pamoja na hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa kwenye uzinduzi wa Bunge. Hotuba ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ni dira tosha ya kututoa hapa tulipo na kurejesha mwanga wa matumaini, umoja, utulivu, amani na mshikamano wa taifa letu. Hivi haki na amani, kipi kitangulizwe? Kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, amani ndiyo iliyopewa kipaumbele kuliko haki na kitu kingine chochote. Waislamu wakikutana husalimiana kwa kusema assalamu alaikum, yani amani iwe juu yenu. Na mwenye kusalimia na mwenye kusalimiwa hujibu na amani iwe juu yenu pia. Nabii Ibrahim alayhi salam, amani iwe kwake, ambaye sote tunamwamini katika hizi dini, alipomaliza kujenga msikiti wa Maka aliomba dua akisema, ewe Mola wangu mlezi, ujalie mji huu uwe wa amani na uwaruzuku wakazi wake riziki kutoka mazao mbalimbali. Aya hii imo katika Surat al-Baqara namba 126. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama amesema, atakayeamka miongoni mwenu asubuhi na yuko salama na amani nyumbani kwake, mwenye afya njema na anamiliki mlo wa siku yake, hiyo ni kama amemilikishwa dunia. Hadithi hii imo katika sahihi at-Tirmidhi. Kwa hiyo ndio maana Waislamu wa Tanzania, pamoja na dhulma nyingi tulizofanyiwa na tunazofanyiwa na mifumo iliyoko, lakini katu hatujawahi kuivuruga amani ya Tanzania kwa kudai haki. Sisi ndio uti wa mgongo wa amani ya Tanzania. Rejea ya pili katika Biblia, katika maandiko ya mafundisho wa Kristo, amani pia imepewa kipaumbele zaidi kuliko kitu chochote. Hata Yesu, ambaye sisi tunamuita Nabii Isa, alipokutana na watu alikuwa akisalimia kama Waislamu wanavyosalimia kwa kusema
amani iwe nanyi. Hii nukuu kutoka katika Agano Jipya. Walipokuwa wakisema yote hayo, hapa nasoma Luka 24 mstari 36 mpaka 37. Walipokuwa wakisema yote hayo, Yesu akawaijia na kusema, amani iwe nanyi. Msisitizo wa kuchunga amani ni mkubwa kwa mitume na manabii wote, kuanzia Adam hadi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waumini wa dini zote wanalijua hili. Tuwakumbushe jambo ambalo pengine wamesahau. 1973 kuenda 1974, Mwalimu Nyerere aliamua kutekeleza azimio la Arusha kwa vitendo, kuanzisha vijiji vya ujamaa. Watanzania walivunjiwa nyumba zao kwa nguvu na kusombwa na magari na kupelekwa kwenye maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya vijiji vya ujamaa. Je, serikali kuwavunjia wananchi nyumba zao ni haki? Wale wanaodai. Tumeshuhudia kwenye wakati wa vurugu zilizoitwa maandamano tarehe 29 Oktoba mwaka huu, na siku tulizoambiwa tusitembee nje, wako wagonjwa walifia majumbani, vyakula viliadimika, na nchi ikaingia katika taharuki, kazi maofisini zilisimama na taifa kuingia hasara. Mauaji ya wenye hatia na hata wasiokuwa na hatia yakatokea. Nini sababu? Ni ukosefu wa haki au amani? Ndugu wa Tanzania, tusipowakemea watu hawa, taifa letu litafikishwa kuwa kama Rwanda. Waswahili wanasema mchelea mwana kulia hulia yeye. Wakati haya kitokea, tunawaasa vijana hasa wasiingie kwenye ushawishi huu na mihemko ambayo itawajeruhi na kupoteza viungo vyao ama uhai wao. Dini yetu inatulingania kunasihiana na kuelekezana, kama ambavyo inatuhusia kuwaheshimu wenye mamlaka baina yetu. Hitimisho, tunaendelea kuwaasa Waislamu na Watanzania wengine wanaoitakia mema Tanzania wawe wavumilivu na watulivu, wasighafilike na hadaa za wale ambao wanawachonganisha na serikali yao, kisha wachonganishi wanakimbilia mafichoni nje ya nchi baada ya machafuko kutokea. Tunampongeza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuunda tume ya uchunguzi ya kitaifa kuchunguza yaliyotokea nchini Oktoba 29, pamoja na kujua atakuwa amewapa hadidu za rejea. Tunaiomba serikali kupitia tume aliyoiunda Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ifanyie kazi maswali yafuatayo. Nani walichochea machafuko yaliyotokea? Mapungufu gani kwa serikali yanaweza kuwa yalipelekea vijana kukata tamaa? Ni ukosefu wa ajira au vishawishi vya watu waovu wasiolitakia mema taifa letu? Ni upi mchango wa viongozi wa dini katika kuchagiza machafuko haya? Watakaobainika wachukuliwe hatua stahiki. Katika juhudi za kuitafuta amani na maridhiano, tunashauri kujumuisha wadau mbalimbali kutoka vyama vya siasa, taasisi za kidini, asasi za kijamii, mashirika ya haki za binadamu ya ndani ya nchi, chama cha wanasheria, makundi maalum na kadhalika. Tunamuomba Allah awaangamize wale ambao hawaitakii amani na utulivu nchi yetu. Hakika yeye ni mwingi wa adhabu. Ni bora viongozi wa dini na Watanzania kwa ujumla tujifunze kuwa sehemu ya ufumbuzi wa matatizo ya taifa letu na sio kuwa sehemu ya matatizo hayo. Ni bora viongozi wa dini na Watanzania kwa ujumla tujifunze kuwa sehemu ya ufumbuzi
wa matatizo ya taifa letu na sio kuwa sehemu ya matatizo hayo. Kama taifa tuna uwezo wa kuzungumza na kutatua matatizo yetu kwa njia na amani, kwa njia za amani, na sio kuchochea vurugu chini ya mwavuli wa kutetea haki na demokrasia. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Amin. Tamko hili limetolewa na Shura ya Maimamu na viongozi wa taasisi za Kiislamu jiji la Arusha leo tarehe 21 mwezi wa 11 2025. Vurugu zilizojitokeza. Sasa nitaka tupata kauli kuhusiana na hayo mawili. Asante sana. Swali lako la kwanza kuhusiana na kauli ambazo zimetolewa na baadhi ya mashehe kwenye vyombo vya habari au kwenye mitandao ya kijamii. Dira yetu sisi viongozi wa dini ya Kiislamu haswa tunarudi kwenye kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo imetupa dira na mwongozo. Amesema Allah, ud'u ila sabili rabbika bilhikma walmau'izati alhasana, lingania katika njia ya Mola wako kwa kutumia hekima na mawaidha ambayo ni mazuri. Wazungumzaji wanatofautiana katika uelewa wao na namna ya kufikisha. Kwa hivyo kauli iliyozungumzwa na moja miongoni mwa wazungumzaji ya kuzungumza swala la kwamba kukata vichwa, hii si kauli salama. Na hata katika utaratibu na miongozo aliyotuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallama katika maswala mazima ya kipindi cha nyuma, wakati Mtume akipigana jihadi, pia kulikuwa na taratibu maalum za kufuatwa: kufikisha ujumbe kwa wale ambao hawakuwa Waislamu kipindi hicho ili waweze kuamini, na kama hawajakubali kuamini basi walikuwa wanalipa jizya ambayo ni kodi ili waweze kukaa katika miji ya Kiislamu kwa ulinzi na usalama na amani. Haijatokea hata siku moja kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumjeruhi mtu wala kumwaga damu yake. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo mengine, hii inatokana pia na jazba na mihemuko ambayo kwa wakati mwingine inakuwa haijengi. Pia hatujapendezwa na kauli kama hizi kwa sisi Waislamu wa Arusha. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Hichi kipindi tujibidishe sana kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumwomba atudumishie hii amani ambayo imeonekana kuyumba katika siku za hivi karibuni. Lakini tujikurubishe kwa kufanya yapi? Tujikurubishe kwa kumwomba Mwenyezi Mungu kwenye dua zetu. Tujikurubishe kwa kuamka visimamo vya usiku kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, hata kwa kutoa sadaka. Yote yale ambayo ni mema tuyafanye ili kumbembeleza Mwenyezi Mungu kufanya amani hii iendelee kubaki na kudumu. Lakini pia vile vile wazazi tuwaase vijana wetu wasiwe ni wenye kukumbwa na hii mikumbo ambayo inajitokeza ya kuweza kutuchafulia amani kama tulivyoona. Sisi maimamu na mashehe wa mkoa wa Arusha, pamoja na haya tuliyofanya, tumekusudia katika siku hii ya leo kuhakikisha kwamba tunajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sadaka. Na sadaka ambayo tumeichagua, tutatoa sadaka ya wanyama. Tutachinja ng'ombe 10 na kuzigawa kwenye na maeneo yetu ya ibada kuwagaia wale wahitaji, na haya yatafanyika katika siku hii ya leo mara baada ya tamko letu hili, kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu kutakabalia haya ambayo tumeazimia na haya ambayo tunayatamani ya amani kwenye na nchi yetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora hapa
Utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.